Na waheshimiwa madiwani kutoka Tarime mji. Waheshimiwa madiwani hawa walitamani kuja kutembelea bunge la Tanzania, kujifunza kipya, kuona wabunge wao namna ambavyo tunajenga hoja, namna ambavyo tunapambania miradi mbalimbali ya maendeleo kutoka wilaya ya Tarime na mkoa wa Mara na Tanzania kwa ujumla. Na ni wageni wa Mheshimiwa Gati Zefania Chomete, mbunge wa viti maalum mkoa wa Mara. Sasa Mheshimiwa Gati aliponiambia kwamba na waheshimiwa madiwani, akasema sisi wote ni wamoja, ni ndugu zangu hawa, na kwa maana kuonyesha umoja na mshikamano, basi na kwa sababu wamekuja hapa sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, na mimi nilikuwa ni kawaida yetu kwamba tukipata geni kwenda huwa napenda tukae hapa nyumbani tusalimiane, tupate chakula chochote. Basi nikasema niandae chakula na nimewakaribisha, wamekuja waheshimiwa diwani wapo. Tumepata chakula pamoja, ndio hicho ambacho nakiona hapa kinaendelea. Na mimi nasema kwa kuwa wameletwa na Mheshimiwa Gati, na mimi nimemwomba kipindi kijacho na walete waheshimiwa madiwani wa Tarime vijijini, tutawapokea kwa sababu yeye ni mbunge wa mkoa, lakini pia ameapia katika halmashauri ya mji. Na hili jambo kuja kwenye bunge uhitaji kibali cha mtu, unakuja kutembelea bunge, hata ongeza kualiko na mbunge kutoka Lindi, Mtwara, Dar es Salaam, Kigoma, inawezekana. Kwa mimi niwapokea kwa sababu wapo Dodoma, niwaonyeshe kwamba na mimi ndugu yao niko Dodoma na nipo kwangu, na waone napokaa. Hata wakati mwingine, hata kama sio wakati wa bunge, akipita basi anaweza hata kapita hapa akaomba maji ya kunywa, lakini pia akipata dharura atajua kwamba kuna ndugu zake, na mimi ni miongoni mwa ndugu ambao tupo hapa, tunakaa hapa Dodoma. Hii roho ya ukarimu, nini siri ya mafanikio? Kwa kweli mimi nimezoea na wenyewe wanafahamu. Hata nilipokuwa mbunge wa Ukonga Dar es Salaam, ndugu zangu wote wa Mara wakifika pale tulikuwa tunakula kichuli. Wewe mwenyewe umefika kwangu pale Kivule Mwembeni. Nikiwa pale Tarime ndivyo utaratibu wetu. Na ninawiwa kwamba kama kiongozi ni vizuri watu wakajua kwamba upo na unakaa wapi. Mimi sipende kujificha. Lakini pia kwa kuwa imekuwa ni utaratibu wangu wa kawaida, mimi ni chifu. Na utaratibu wa machifu ni kwamba angalau mnakula na ndugu zako mnakaa. Na mimi naona inanisaidia, natengeneza ukaribu na wao. Ni rahisi hata kupeana changamoto za hapa na pale, kusaidiana kwa mambo ya kijamii, lakini pia kunitembelea. Kwa mimi na imenisaidia sana, na kama unakumbuka hata michakato ya uchaguzi, hii agenda ya kuwa nakaa na watu karibu na kuwakarimu ni jambo ambalo limenisaidia sana, kwa sababu wananchi wanafurahi kukaa na mbunge wao na wananishukuru. Na hata nilipokuja wakati wa mapambano nilisema hapana, yule mtu ambaye tunakula naye kichuli, tunakula na kunywa pamoja, wakati wa shida na raha, inapokuja wakati wa uchaguzi, hata watu wakija na mabegi ya pesa wanasema kwa kweli sisi tutakula pesa, lakini tutalala kwako, kwa maana kuchagua na kuendelea kuwa mbunge. Na katika zoezi hili waheshimiwa diwani kutoka Tarime, nimesikia minong'ono, na lazima niwe mkweli, nimesikia minong'ono. Nataka niseme hivi, madiwani hawa ni watu wazima. Waliomba tangu wakati wa kuapishwa kwamba waje bungeni kushuhudia kiapo cha wabunge. Wakati ule kwa namna hali ilivyokuwa ikashindikana. Wakaomba kwamba waje bunge la budget. Hawakufanikiwa. Wananieleza kwamba wamepiga simu, wamewasiliana, hawakujibiwa. Walipoongea na Mheshimiwa Gati Chomete, akawaambia njooni, mimi ni mbunge wenu lakini diwani mwenzenu. Na alipokuja hapa alituambia wabunge wa wilaya ya Tarime na wabunge wa mkoa wa Mara kwamba waheshimiwa madiwani kutoka Tarime wako. Miongoni mwao yuko mwenyekiti wa halmashauri, bali mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya. Pale Tarime tuna majimbo mawili, Tarime mjini, Tarime vijijini, lakini kamati ya siasa ni moja. Kwa hiyo wenye viti wote wa halmashauri, ndugu Matera wa kwangu vijijini na ndugu Tobias Sigati wa mjini, wote sisi ni wajumbe wa kamati ya siasa. Sasa haiwezekani mjumbe wa kamati ya siasa mwenzangu na mheshimiwa diwani ambao tunafanya kazi ya maendeleo pamoja afike Dodoma, mimi nizunguke kwamba nahitaji kibali. Hapana. Nimesema nitakuja kwao, nimesema waje hapa nyumbani, si utakwenda hotelini. Waje hapa nyumbani, wasalimie watoto wangu na familia yangu, tufahamiane. Huo ndio mshikamano, na hiyo bondi itaendelea. Asante sana.